Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 3 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema ripoti maalum, stendi inavyotafuna mamilioni yageuka kichaka cha miaka. Katika ripoti maalum kwenye gazeti lako la Nipashe kuna habari inayosema stendi iliyotafuna mamilioni yageuka kichaka cha miaka. Habari inaendelea ukurasa wa 8 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi yaachiwa. Aliyefungwa miaka 30 kumnajisi mtoto wa bosi yaachiwa. Lakini Yuda serikalini, kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza na Lema. Yuda serikalini, kauli tata ya mbunge CCM ya waibua Bagonza na Lema. Yazua taharuki dhoruba kisiasa ikifichua hofu ya mbio za uraisi katika uchaguzi mkuu wa 2030. Lakini mfananisha kiongozi wa serikali na Yuda na kuibua mjadala mkubwa nchini. Hiyo ni kauli tata ya Yuda serikalini, kauli ya tata ya mbunge wa CCM ya waibua Bagonza na Lema. Lakini Rais Dr. Samia ainadi dira 2050 kwa Putin. Rais Dr. Samia ainadi dira 2050 kwa Putin. Petroli ya shuka, dizeli ya panda, wadau wanena. Petroli ya shuka, dizeli ya panda, wadau wanena. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi. Linaandika habari inayosema mapito magumu. Swaiba Donald Trump washika bango, ataka mali za viongozi zitaifishwe. Lakini Nchimbi achimbwa. Mbunge adai kuna Yuda serikalini. Utata mtupu. Ni ujenzi wa uwanja wa ndege wa Serengeti. Waziri ahusishwa, Mpina apigilia msumari. Lakini ya Esther Lungu na familia yake yanukia nchini. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Tanzania lenye linaandika habari inayosema WCF yafikiria kufidia watu wanaopata majanga sekta isiyo rasmi. Hao ni WCF yafikiria kufidia watu wanaopata majanga sekta isiyo rasmi. Lakini Tundu Lissu kama Mbowe gerezani. Tundu Lissu kama Mbowe gerezani na Tanzania jivunia uchumi imara East Africa. Lakini kimataifa, Marekani kakubali yaishe. Kimataifa ni habari inayosema Marekani kakubali yaishe, Israeli ya chechama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye kurasa mbele kuna habari inayosema bilioni 700 zatengwa kulipa mkandarasi. Bilioni 700 zatengwa kulipa mkandarasi na Dr. Akwilapo atoa maagizo bodi NHC. Dr. Akwilapo atoa maagizo bodi NHC. Lakini harakati za kugombea uraisi zaichafua NLD. Na Tanzania Russia kupaisha uchumi. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru, inasema Tanzania na Russia kupaisha uchumi. Lakini Dr. Mwinyi ampa 5 mwanazuoni. Dr. Mwinyi ampa 5 mwanazuoni. Wasira atikisa Kilimanjaro. Lakini rungu zito kuwashukia wanaotunishia na misuli. Rungu zito kuwashukia wanaotunishia na misuli. Habari inaendelea kwenye kurasa wa mbele kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini Majira gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Tanzania na UAE zaahidi kuimarisha ushirikiano. Na Rais Dr. Samia, ziara yangu Urusi ina umuhimu mkubwa. Huyo ni Rais Dr. Samia asema ziara yangu Urusi ina umuhimu mkubwa. Tanzania yashiriki mkutano wa wataalamu wa sheria Sadeki. Lakini maagizo ya Dr. Mwigulu yaleta tabasamu Kilimanjaro. Maagizo ya Dr. Mwigulu yaleta tabasamu Kilimanjaro. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Lakini bado kuna habari inayosema Zanzibar na jitihada za kuboresha afya ya watoto. Zanzibar na jitihada za kuboresha afya ya watoto kunani huko, lakini habari inayosema Zanzibar na jitihada za kuboresha afya ya watoto. Lakini kimataifa, Irani yarusha makombora Ghuba. Irani yarusha makombora Ghuba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenye kurasa za mbele kuna habari inayosema ajali ya Costa na roli Singida yaua watu 7 na kujeruhi 17. Ajali ya Costa na roli Singida yaua watu 7 na kujeruhi 17. Lakini Kafulila anogesha mjadala wa vyuo vikuu kufundisha PPP. Na Dr. Samia andaa kesho ya vijana. Dr. Samia andaa kesho ya vijana. Lakini Doyo awashangaa walioanza harakati za uraisi CCM 2030. Na Rais Samia amteua Umi Mwalimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini MCD kuokoa milioni 2.3 ujenzi wa ghala jipya la kisasa Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye ukurasa wa mbele linaandika Dr. Mwinyi apongeza uhamasishaji utalii halali. Dr. Mwinyi apongeza uhamasishaji utalii halali. Na Masauni awasa vijana kuchangamkia fursa za mazingira. Masauni awaasa vijana kuchangamkia fursa za mazingira. Na serikali kuimarisha mfumo unaozingatia jinsia, huyo ni anasema. Lakini ajali ya moto yaua watu 21 huko India. Hiyo ni habari ya kimataifa, inasema ajali ya moto yaua watu 21 India. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Dr. Kwilapo kusanyeni madeni ya kodi bila kumwogopa mtu. Huyo ni Dr. Kwilapo asema kusanyeni madeni ya kodi bila kumwogopa mtu. Lakini NABS tasaki kufanya sensa vyombo vya majini. Na Rais Samia Putin ni matumaini. Rais Samia na Putin ni matumaini. Wakubaliana kuimarisha ushirikiano katika nishati, wagusia umuhimu wa kupanua vyanzo vya uhakika vitakavyosaidia ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi. Lakini pia kuangazia fursa za teknolojia kisiasa, pia kuangazia fursa za kiteknolojia za kisasa za nishati, ziara ya kihistoria Urusi kuimarisha diplomasia. Lakini ziara ya kiserikali ya Rais Dr. Samia nchini Urusi inafanyika katika kipindi cha zaidi ya nusu karne tangu ziara ya kwanza ya aina hiyo kufanywa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969. Lakini kuna habari pia inayosema MCD kuokoa bilioni 2.3 ujenzi wa ghala la kisasa Dar es Salaam. MCD kuokoa bilioni 2.3 ujenzi wa ghala la kisasa Dar es Salaam. Hiyo ni habari pia inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema waziri wa fedha afanya mazungumzo na mwakilishi mkazi mpya wa IMF. Lakini ujenzi wa barabara ya Itete Njiwa na Ipera asilia wapunguza gharama za usafirishaji mazao Malinyi. Lakini ziara ya Dr. Samia Urusi kuimarisha diplomasia kimataifa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, inasema ziara ya Dr. Samia Urusi kuimarisha diplomasia kimataifa. Na kusanyeni kodi na madeni bila kumwogopa mtu yoyote. Huyo ni Dr. Kwilapo asema kusanyeni kodi na madeni bila kumwogopa mtu yoyote. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika habari inayosema mabaunsa mwingine aunganishwa kesi ya mauaji ya mteja Aba Mwanza. Lakini mwanafunzi auawa na wenzake wakimtuhumu kuiba redio Mafinga. Mwanafunzi auawa na wenzake wakimtuhumu kuiba redio Mafinga. Na wazazi wa wanafunzi wanaofurahia fursa ya masomo Malaysia. Wazazi wanafunzi wafurahia fursa za masomo Malaysia. Lakini GEL na EMGS wafanikisha maonesho ya Malaysia hoteli ya Serena. Na waliokosa fursa watakiwa kwenda Global Education Link. Na maonesho hayo yamefungua fursa za ufadhili wa masomo Malaysia. Serikali yapongeza ujio wa vyuo vikuu bora vya Malaysia nchini. Na serikali yapongeza NEMKI kwa kuifanyia Tanzania ya kijani. Naibu Waziri TAMISEMI asema inafanya kazi ya
kutukuka. Naibu waziri TAMISEMI asema anafanya kazi ya kutukuka. Lakini kuna habari kwenye gazeti lako linaandika, gazeti la Mwananchi Huru linaandika NEMKI na mchango mkubwa utunzaji wa mazingira. Huyo ni Dr. Sefu asema NEMKI na mchango mkubwa utunzaji wa mazingira. Lakini mwakilishi wa IMF ateta na waziri wa fedha. Mwakilishi wa IMF ateta na waziri wa fedha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye asubuhi ya leo linaandika waziri wa fedha akutana na mwakilishi IMF, na Gerson Msigwa maafisa mawasiliano wapeni wananchi taarifa sahihi, na naibu waziri aipongeza NEMKI asema inafanya kazi nzuri kutunza mazingira, aipongeza kwa kuelimisha wananchi umuhimu wa mazingira. Lakini Study in Malaysia yafungua fursa za ufadhili wa masomo wanafunzi wa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika waziri wa fedha afanya mazungumzo na mwakilishi wa IMF. Lakini naibu waziri TAMISEMI aipa kongole NEMKI. Dr. Akwilapo awataka NHC kusimamia ukusanyaji wa mapato, huku GEL na EMGS zafanikisha maboresho ya Study in Malaysia Serena hoteli. Lakini serikali yapongeza ujio wa vyuo vikuu bora vya Malaysia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo linaandika Twiga Stars yapata ushindi kwa Malawi goli 1-0. Lakini tuzo za AFCON under 17 za tua Serengeti Boys. Makonda Serengeti Boys walitalindwa kulinda vipaji. Lakini hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, na habari kubwa ni tuzo za AFCON za under 17 za tua Serengeti Boys. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Twiga Stars yaichapa Malawi. Serengeti Boys yatoa MVP mfungaji bora. Serengeti Boys yatoa MVP mfungaji bora, na Samata awapa kongole Serengeti Boys. Mavambo atajwa kutua Esperance de Tunisia. Huyo ni Mavambo, mchezaji wa zamani wa Simba Sport Club, atajwa kutua Esperance de Tunisia. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.